Naam. Ndugu wa Tanzania na wanachadema wenzangu, kwanza nianze kwa kuwashukuru sana Watanzania wote ambao wamekuwa wanafuatilia kesi hii ya mwenyekiti wetu ambayo inaendelea katika Mahakama Kuu mahali hapa Dar es Salaam. Ninawashukuru sana wale wanaofuatilia kwa njia mbalimbali. Ninawashukuru wale ambao wamekuwa wanakuja katika viunga vya mahakamani hapa, na kwa kweli inatia moyo, inamtia moyo hata na mwenyekiti mwenyewe, na hasa katika kipindi hiki ambapo anajitetea, amechukua jukumu la kuwa wakili mwenyewe, kwa maana ya kujitetea mwenyewe. Kwa hivyo ninawashukuru sana Watanzania wote kwa kufuatilia shauri hili. Jambo la pili ambalo ningependa kuzungumza nanyi ni kuhusiana na swala la makamu mwenyekiti wetu wa chama, Mheshimiwa John Heche. Tutakumbuka siku ya jana tarehe 22, makamu mwenyekiti wakati anaingia katika geti la Mahakama Kuu hapa alikamatwa na kuwekwa kwenye mikono ya jeshi la polisi, na alipelekwa moja kwa moja mpaka Central Police. Na kwa taarifa tulizozipata baada ya mawakili wetu kwenda wakiongozwa na mkurugenzi wetu wa sheria na haki za binadamu, wakili Gaston Garubimbi, akiwa na wakili Maduhu na wengine, walipofika pale walijulishwa na Deputy ZCO Afande George kwamba ni kweli wamemchukua na kwamba wanamsafirisha kuelekea Tarime Mara, mahali ambapo walisema ndipo shauri lake lipo huko. Kwa hivyo jeshi la polisi walituthibitishia kwamba mwenyekiti wetu, makamu mwenyekiti wetu amesafirishwa kuelekea mkoani Mara. Lakini hadi hivi sasa tunavyozungumza, yakiwa yameshapita masaa 24 sasa, hadi hivi sasa tunavyozungumza, tumefuatilia pale wilayani Tarime, tumefuatilia mkoani, mawakili wetu wamekwenda kufuatilia na kuuliza iwapo Mheshimiwa Heche amefikishwa. Mpaka muda huu tumejulishwa kwamba hajafikishwa mkoani Mara wala kwenye kituo chochote cha polisi wilayani pale. Na tumejaribu kufanya bidii sana ya kuwatafuta baadhi ya viongozi wakuu wa jeshi la polisi bila mafanikio, lakini OCD wa pale Tarime pamoja na RCO kwa majibu yao waliwaeleza mawakili wetu kwamba wao hawana taarifa yoyote wala hawana shauri lolote ambalo wamelifungua linalohusiana na Mheshimiwa Heche kutakiwa kupelekwa mkoani Mara. Hawana taarifa yoyote wala hawana shauri lolote. Jambo hili likatupa wasiwasi, likatoa wasiwasi kwa wanasheria, mawakili wetu waliokwenda, na likatengeneza wasiwasi hata kwa familia ya Mheshimiwa Heche na familia ya wanachadema nchi nzima, na wapenda haki, wapenda mageuzi na wapenda haki nchi nzima. Jambo hili limeanza kutupa wasiwasi. Mtafahamu mapema leo mkurugenzi wetu wa mawasiliano na uenezi Madam Brenda kwa niaba ya chama alitoa taarifa kwa umma kuelezea jambo hili. Nami nichukue fursa hii sasa kujulisha umma kwamba hadi hivi sasa tunavyozungumza hatujui Mheshimiwa John Wegesa Heche, hatujui yuko wapi. Aidha yuko Dar es Salaam, Central Police, Oysterbay, hatujui yuko wapi, au yupo Singida, au yuko Shinyanga, au yupo Mwanza au Dodoma, au yuko Tarime. Hatujui yuko wapi, hatufahamu, hatuna habari yoyote. Hatujui kwa habari ya usalama wake, uzima wake, na polisi Central hapa wao wanasema hayupo, maana ameelekea Tarime, na Tarime wanasema hawana jambo lolote linalomhusu yeye. Kwa hivyo na wao hawajui yuko wapi. Kwa hivyo kutokana na mtanziko huu, basi ofisi ya katibu mkuu imewaelekeza mawakili wetu wakiongozwa na mkurugenzi wetu Gaston Garubimbi waandae habeas corpus kuzilazimisha mamlaka tofauti tofauti ambazo tumeliorodhesha, na tukimtaka afande IGP mwenye dhamana ya ulinzi wa watu na mali zao, afande Camillus Wambura, kwamba tunataka kujua alipo
makamu mwenyekiti wa chama chetu ambaye alikamatwa hapa mchana kweupe na ambaye tulielezwa na mamlaka ya jeshi la polisi kupitia Deputy ZCO kwamba yupo kwenye mikono yao na kwamba amesafirishwa kuelekea mkoani Mara ambako hayupo huko mkoani Mara. Kwa hivyo jambo hili limeleta attention, kama nilivyosema, limeleta fadhaa kwa familia wanachadema, kwa familia ya John Heche mwenyewe, ndugu zake, wazazi wake, mke wake na wote wanaomzunguka na wanaomhusu. Limeleta fadhaa kubwa. Hivyo tunalisii sana jeshi la polisi, tusingetamani katika nyakati hizi na dakika hizi kuona tunakwenda kwenye misuguano isiyofaa, isiyo na sababu. Kwa nini tusuguane? Kwa nini tusumbuane? Na kwa nini tugombane? Nani mchokozi kati yetu? Kwa sababu kama mmemkamata, apelekwe kwenye mamlaka inayohusika, apelekwe huko anapotakiwa kupelekwa. Kama kuna mashtaka, kama kuna makosa, basi yafuate utaratibu na ajulikane yuko wapi, kuliko kuweka watu gizani na kuleta mifadhaiko na kuleta mtanziko huu ambao haufai. Kwa hivyo tumewaelekeza wanasheria wetu waweze kuandika hiyo habeas corpus na ndani ya masaa machache kutoka muda huu tunapozungumza itakuwa uploaded ili taratibu zingine zinazohusiana na habeas corpus ziweze kufanyika mapema kesho. Kwa hiyo hayo ndio maelekezo ya chama na tunaendelea kuratibu na kufuatilia jambo hili. Tuna vyanzo mbalimbali vinavyotuambia habari mbalimbali, kwa hiyo tunaendelea kufuatilia na kuratibu jambo hili. Na mwisho kabisa ni waalike wanachama na Watanzania. Kesho tutakuwa na mashauri mawili yatakayokuwa yanaendelea kwenye mahakama kuu hapa. Shauri la Mheshimiwa Tundu Lissu ambalo linaendelea na upande wa mashtaka kuleta mashahidi, kwa lenyewe litakuwa linaendelea chini ya majaji watatu wakiongozwa na Jaji Ndunguru. Na tutakuwa na shauri lingine linalohusiana na lile shauri la Said Issa na wenzake. Lakini shauri hili ni kesi iliyoibuka inayotokana na madai ya baadhi ya viongozi wa chama kukiuka amri ya mahakama, contempt of the court. Na hivyo shauri hilo litasomwa kesho saa 3 asubuhi. Kwa hivyo niwaalike wanachama waje kwa umoja kama solidarity yetu Chadema family, basi tukutane tena mahakamani hapa kufuatilia mashauri haya ambayo yatakuwa yakiendelea mahakamani hapa. Nawashukuru sana na asanteni sana.